Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo kama kawaida, na leo nimekuja kwa ajili ya kuzungumza kidogo kuelekea dabi ya Mzizima ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wana kibarua dhidi ya Azam FC. Mechi inapigwa katika dimba la Meja General Isamuhyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam. Mechi inapigwa saa 11 za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni mechi ambayo kila mmoja anaitazama kwa jicho la tatu, mechi ambayo kila mmoja anahitaji kweli kwa sababu ukitazama msimu huu, ili uweze kuwa bingwa lazima ufunge vigogo. Ili uweze kuwa bingwa lazima umfunge defending champion. Kwa maana yule ambaye anawania ubingwa, title contenders, yani yule ambaye anawania ubingwa lazima umfunge. Unapomfunga unatengeneza njia yako vizuri na unasafisha njia yako vizuri. Na nani ana possibility ya kuwania ubingwa na nani ana possibility ya kutoa ubingwa msimu huu? Ni pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia namna ambavyo wamecheza katika mechi zao, 99.9 au 100% wameshinda matokeo ya moja kwa moja, kwa maana matokeo ya jumla. Simba ndio timu pekee kwenye ligi ya kandanda Tanzania bara ambaye haijafungwa. Hiyo ndio rekodi ambayo watu wanapaswa kuwa nayo kwa sasa. Simba ndio timu pekee ambaye haijafungwa msimu huu wala kutoa sare na timu yoyote. Hiyo ni rekodi ambayo mnapaswa kuwa nayo kwa sasa. Kwa maana inawezekana mkao mnawabeza na mnawachukulia poa kwa sababu labda ameanza vibaya kwenye michuano ya CAF au michuano ya kimataifa, lakini kwa upande wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, ukiulizwa swali kwamba timu ipi ambayo ni title contenders, timu ipi ambayo pengine inawania ubingwa kwa 100%, ni Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu Simba haijapoteza mchezo wote katika mechi 4 walizocheza, wameshinda 100%. Wamecheza mechi yao ya kwanza mapema kabisa, kama unakumbuka, dhidi ya Fountain Gate, waliibuka na ushindi wa goli 3. Wakacheza dhidi ya Namungo, wakaibuka na ushindi wa goli 3-0. Wakacheza dhidi ya JKT Tanzania, wakaibuka na ushindi wa goli 2-1 pale pale Mbweni Dar es Salaam. Kama unakumbuka, lakini goli la Wilson Nangu, lakini pia goli la Jonathan Soa. Na mechi ya 4 ambayo Simba wamecheza juzi hapo, mechi yao ngumu ambayo walicheza dhidi ya Mbeya City, wakaibuka na ushindi wa goli 3-0. Kwa hiyo mechi pekee ambayo Simba wameruhusu bao, sio kufungwa, wameruhusu bao, ni mechi dhidi ya JKT Tanzania bao 1-0. Kwa hiyo katika mechi 4 ambazo Simba amecheza mpaka sasa hivi ana pointi zake za kutosha. Kwa maana tayari ana mechi zake 12, ana mechi 4. Ukipiga hesabu zako hapo, unapata pointi ngapi? 4 mara 3 unapata pointi zako za kutosha, si ndio? Mpaka sasa wekundu wa Msimbazi Simba na pointi zake 12. Sawa. Lakini katika pointi 12 ambazo Simba anazo mpaka muda huu katika mechi 4 alizocheza, mnyama ameruhusu goli 1 pekee na amefunga idadi ya goli 11. Sawa. Kwa hiyo Simba ana goli 11, ana points 12, ameruhusu bao 1. Kwa asilimia ni wastani wa asilimia 99.999. Simba amefanya vizuri, kwa maana ni sawa tu na asilimia 100 kwa raundi hii ya kwanza, mechi zake 4 ambazo amecheza mpaka sasa. Ukija kwa yule ambaye anashindana naye kesho, Azam FC, Azam mpaka sasa hivi ameshatoka sare 2. Unaona bana, Azam ametoka sare 3. Yes. Azam ndio timu iliyotia fora mpaka sasa. Timu iliyotia fora mpaka sasa. Azam wametoka sare na JKT Tanzania. Azam ametoka sare na Namungo. Azam ametoka sare na Singida Black Stars. Kwa hiyo ukiona timu inadondosha pointi 6 katika mechi 3, waamini kwamba hiyo sio timu inayoshindania ubingwa. Kwa hiyo Azam msimu huu amefanya vizuri, walau kwa uchache sana katika dimba lake la Chamazi, mechi 2 ameshinda, lakini ametoka sare na Singida Black Stars pale Chamazi pale, lakini alitoka na Namungo sare kule Ruangwa Lindi, goli 1-1, lakini akatoka sare pia na JKT Tanzania goli 1-1. Kwa hiyo utaona ni timu ya namna gani, timu ambayo imekuwa ikipoteza matumaini hasa inapotoka nje ya dimba la Chamazi. Lakini hata pale
alitoka sare na Singida Black Stars. Kwa hiyo ukiangalia utaona Simba ndo ana wastani wa kushinda kila mechi, tena kwa idadi kubwa ya magoli. Kama sio goli 3 ni goli 2. Mechi pekee ambayo Simba ameshinda kwa goli chache ni mechi dhidi ya JKT Tanzania. Ameshinda kwa goli 2-1 na ndio mechi ambayo Simba aliruhusu. Lakini mechi ya kwanza dhidi ya Fountain Gate alishinda goli 3, pale Rashid The Rock pia alifunga. Mechi nyingine alishinda dhidi ya Namungo Football Club goli 3. Mechi nyingine alishinda goli 3 ni dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo 3-3 ameshinda. Amefunga 3, akafunga 3, akafunga 3. Hizo ni goli 9. Sawa Haya jumlisha na zile 2 za JKT Tanzania unapata goli 11. Akiruhusu goli 1 pekee. Lakini Azam FC mpaka sasa hivi bana mafi shughuli yao imekuwa pevu ngumu. Khalas Kiarabu wanasema khalas au mafi shughuli kwa sababu tayari katika mechi 3 wameshapoteza dira yao. Wameshapoteza matumaini ya kwamba wao wanaweza kawa title contenders. Mechi 3 amedondosha pointi 6, ameokota pointi 1 katika mechi 3. Anacheza na Simba ya namna gani? Simba ambayo wanacheza chini ya Matola. Tumeona pira Matola juzi namna ambavyo wachezaji wamekuwa na hiyo confidence, wachezaji wamekuwa na uchu wa kufunga, wachezaji wamekuwa na wastani mkubwa wa kukimbia uwanjani, wachezaji wamekuwa na ile fighting spirit tuliona, lakini pia hata nyuso zao zinaonyesha kwamba wanautaka mchezo. Jonathan Soa ameshafunga mechi 3, ameshafunga goli 3, lakini watu hawamzungumzi kwa sababu ameanza vibaya kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini mechi 3 goli 3 Soa amefanya balaa zito. Wanashuka dimbani. Azam FC ina Jafte Kitambala Bola, mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, lakini hapa siku za hivi karibuni amekuwa akikosa sana magoli. Hata kocha wao Florai Benge analalamika kwamba Azam hawafungi magoli. Wana Faisal Salum, wana Idi Suleiman Nado, lakini pia wana kina Yahya bin Zaid, kina Faila Sufi, kina mtu kama Abdul Selman Sopo. Unaona bana wana wachezaji wengi tu, lakini nyuma pale Aishi Manula amerejea. Nimeona pia Isa Fofana akiwa katika ubora mkubwa sana katika eneo la kudaka. Msindo pamoja na Lusajo Mwekenda katika ubora mkubwa sana. Tunaona Azam wana timu imara, timu nzuri sana, lakini bado wanakosa ile coordination katika final third. Final third maana yake eneo la mwisho kwa ajili ya kufunga magoli. Wana uwezo wa kujilinda katika eneo la kufunga magoli, ndio mtihani. Hata Faisal Salum kwa sasa kama vile amestaki hivi, kama vile hafungi magoli hivi, kuna shida kidogo anayo. Kwa hiyo Simba anaenda kesho kucheza dhidi ya Azam FC kwenda kumuonyesha ukubwa wake. Kumbuka msimu jana moja ya kitu ambacho Azam alikifanya kwa Simba ni kumzuia Simba kwenda kuwania ubingwa au kuchukua ubingwa kabisa, kwa sababu Simba alikuwa anaongoza kwa gap la point 1 kama unakumbuka, na alikuwa anahitaji mechi ya Azam FC. Ametoka kucheza na Fountain Gate, Chasambi akasawazisha kama unakumbuka, mechi kaisha 1-1. Anaenda kucheza na Azam FC, mechi ambayo tayari Simba alikuwa anaongoza kwa goli 2-1. Dakika za jioni kabisa Azam FC wanakuja kuweka goli la pili. Faisal Salum anapiga pasi umbali mrefu katikati mwa uwanja almost mita kama 45 hivi. Inamkuta Zidane Serere ambaye alitokea bench, muda mfupi tu anampita Zimbwe Junior kama uchochoro, anampita Musa Pimika, mara anafunga, anasawazisha ngome nenda 2-2. Kwa hiyo Azam ni moja ya timu ambazo msimu uliopita pia walimnyima Simba hata hiyo ladha ya ubingwa, sababu Simba alikuwa anahitaji pointi 3. Angepata hizo pointi 3 ina maana angeongeza gap dhidi ya mtani wake Yanga Afrika. Yaani hata angeenda kwenye dabi angekuwa na uhakika kwamba hata kama angefungwa pengine kuna kitu ambacho alikuwa tayari ameshakusanya. Kwa hiyo Simba anaenda kulipa kisasi kwamba kwa nini Azam alimnyima msimu jana namna ambavyo yeye pengine angeenda walau hata kuchukua ubingwa wenyewe. Lakini ukiangalia vikosi vyote Simba na Azam wanapokutana, waga mechi inakuwa ngumu sana, inakuwa tough kwa sababu timu zote zina experience. Azam mara nyingi wanapenda kukaza mbele ya Simba na Yanga, lakini tunaona hata kwa Simba wanakaza sana, lakini mara nyingi waga anafungwa. Sasa inategemea anakutana Simba ya nani? Anakutana Simba Matola. Wachezaji wengi wanataka kumuonyesha kocha na wanataka kuonyesha pia viongozi kwamba aliyokuwa anatufelisha ni manager Pantev Pira Tatu, lakini kwa sasa yuko chini ya Mzawa Matola. Wachezaji wote wanapata nafasi katika eneo la ulinzi pale. Tunajua inaimarishwa, Rashid The Rock amepona, nimeambiwa huenda kesho akacheza. Yeye pamoja na Shamu Karabu kwenye ubora mkubwa, lakini pia mtaalamu Wilson Nangu Tumi kwa sasa hauwezi ukamwacha kwenye lineup yako. Lakini ukiangalia Seleman Matola tayari ameshaipatia Simba kwa sababu eneo lake la ulinzi Alassane Maudo Kante yuko na Yusuf Kagoma. Kazi kweli pale katikati mwa uwanja, zinapigwa pira nyingi, pira spana, pira Putin, pira gumugumu, pira fulani hivi heavy kweli pale katikati mwa uwanja. Alassane Maudo Kante anapiga sana mashuti ya mbali, na siku akifunga
atashangiliwa na atashangilia sana kwa sababu ameshafanya majaribio mengi sana kwa magolikipa wengi na wameokoa. Hata juzi tulimuona Beno Kakolanya namna ambavyo alifanya save ilikuwa ya moto sana ile. Alassane Maodo Kante goli lake limeshiba, goli lake gimbi, goli imejaa sana. Kwa hiyo naamini kesho utapata burudani nzuri sana ya dabi. Na Jonathan Soa tunajua ni bora sana katika eneo la mwisho, lakini pia mwalimu yupo nje pale. Mukwala Desi mtu wa kukimbia sana. Mpanzu amesharejea lakini ndo kufunga bado hajafunga, lakini angalia Morris Abraham ubora wake mkubwa. Jean Charles Ahoua amerejea kwenye ubora wake. Joshua Budo Mutale tunafahamu ubora wake, lakini pia Neo Maema tunafahamu ubora wake. Kwa hiyo klasi ya wachezaji wa Simba ni kubwa kuliko klasi ya wachezaji wa Azam FC, na naona Azam wanaweza kakaza, lakini kipindi cha kwanza Simba anaweza akajiokotea na akapata goli, kwa sababu hata Matola leo amezungumza, anasema Simba wana tabia kutengeneza nafasi nyingi sana lakini hawafungi. Nafasi nyingi sana wafunga magoli machache, lakini kama watatumia zile nafasi ambazo wanatengeneza, Azam wanaweza kushangaa kiama wakutala kiama kweli, kwa sababu Mnyama ana uwezo mkubwa sana wa ku-unlock defense ya Azam. Mnyama ana uwezo mkubwa wa kuwafunga Azam anavyojisikia. Ni pale tu ambapo wachezaji wataamua kutumia kila nafasi ambazo wanatengeneza. So kama mimi ni Matola, kesho sibadilishi sana kikosi. Natamani kama Rushine De Reuck atakuwa amepona 100%, natia pale Rushine De Reuck, ukuta wa Jeruko, ukuta wa fulani wa Babeli, ukuta mgumu, solid defense, alafu namtia pale Chamuka Rabwe ana makosa yake pale. Nataka nicheze tu na Wilson Nangu ambaye mara nyingi anajua kupandisha timu, anajua kusaidia kukaba, anasaidia pia kushambulia. Halafu kushoto tatia pale Nabi Kamara. Nataka niweke watu wa kazi. Mligo inabidi asubiri kidogo. Nataka nitie Nabi Kamara fullback ya kushoto. Amepumzika mechi iliyopita. Mligo naye anapaswa kupumzika, amechoka kwa sababu alitumika mfululizo katika mechi za Petro di Luanda, mechi ya Stade Malien, na akatumika pia dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo mechi mfululizo 3 anapaswa kukaa benchi kusikilizia utamu. Natia Nabi Kamara pembeni, Shomari Kapombe kule, na baadaye nitatia Chasambi upande wa Shomari Kapombe akamsaidia. Pale juu natia Yusuf Kagoma, natia mtaalamu kabisa Alassane Maodo Kante. Alafu winga moja anakamata Elie Mpanzu Kibisawala. Winga nyingine nataka nianze na Joshua Budo Mutale. Morris nataka atoke nje kama super sub. Namba 10 Jean Charles Ahoua, najua atapiga mashuti ya mbali, atatengeneza nafasi nyingi. Alafu forward natia Jonathan Soa. Alafu nje pale baadaye namuingiza Morris Abraham, baadaye nitamuingiza Neo Maema, baadaye nitamuingiza Steven Dese Mukwala, baadaye nitamuingiza mwalimu. Yaani nitaingiza ninavyotaka, alafu tuone Azam atatokea wapi. Tumi najua Azam ana kocha mzuri sana. Florai Benge ni kocha mwenye records kubwa, lakini tayari ameshavuliwa mpaka sasa hivi, ameshaonyeshwa kwamba ligi kuu tofauti na michuano ya kimataifa kule alikotoka, kwa sababu ashatolewa jasho na JKT Tanzania. Paul Peter Kasoda alisawazisha, kashatolewa jasho na Namungo Football Club ile sare, ashatolewa jasho na Singida Black Stars mechi 3 pointi 6 amedondosha, ameondoka na pointi 1. So utaona namna ambavyo Azam FC ana wakati mgumu sana. Matola najua atataka kuprove watu kwamba anapaswa kuachiwa timu, na ndio story ambayo ipo sasa hivi mjini kwamba Simba anafikiria kumpatia Matola timu kwa sababu ameshaonyesha kitu mpaka kuelekea Januari, wakati akiwa anaendelea na listi ya kupekua CV za makocha ambao bado zinaendelea kumiminika pale. So tusubiri kuona kesho Matola ataingia vipi. Naamini itakuwa ni mchezo mkubwa, mchezo mzuri wa kuvutia kuanzia saa 11. Naamini Simba atapiga mpira mkubwa sana, naamini Azam atapiga mpira mkubwa. Kwa upande wa Azam najua Issa Fofana anaweza kaanza. Aishimanula hii game ni ngumu sana kwake, pengine kama ameimarika anaweza kawekwa. Lusajo Mwekenda akaanza kulia, kushoto Pasco Gaudes, Pasco Msindo. Halafu pale katikati mabeki huwa wanabadilika sana. Pale juu sioni tofauti ya Yahya bin Zaid, namuona pale atazima vizuri kabisa. Lakini pia Zuzu najua ubora wake, lakini pia hata James Kaminko najua ubora wake. Lakini pia kule pembeni Sopu namuona Faisal Salum, namuona Idi Nado, namuona Jafta Kitambala Bola anaweza kamaliza shughuli, alafu itakuwa ni shughuli nzuri sana. Hii mechi haina msalia mtume kwa sababu inaenda kutoa taswira nani anaenda kuania, kwa sababu Yanga tukienda kwenye records, Yanga ameshatoka sare mechi moja na Mbeya City katika mechi zao 5 walizocheza mpaka sasa, ana points 14. Lakini pia ukiangalia Singida Black Stars ameshatoka sare 2, ile ya Pamba Jiji ametoka sare na Azam FC, leo amefungwa na TRA. Kwa hiyo Singida nayo unaanza kumpunguza kwenye race ya ubingwa. Kwenye race ya ubingwa mtu ambaye ana wastani wa 100% ni Simba Sports Club. No doubt
Simba Sports Club, kwa sababu katika mechi 4 ambazo Simba amecheza ameshinda zote. Ameshinda goli 3 dhidi ya Pamba ya Fountain Gate, ameshinda goli 3 dhidi ya Namungo Football Club, ameshinda goli 3 dhidi ya Mbeya City, ameshinda goli 2-1 dhidi ya JKT Tanzania. Ameruhusu goli 1, ana goli 11 mpaka sasa. Of course ana goli 11, ana points zake 12. Huyo ndo Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba ana rekodi tamu kuliko timu yoyote kwenye ligi. Azam ameshatoka sare 3, Singida ameshatoka sare 2 na amefungwa 1. Kwa hiyo nani ambaye yuko kwenye race? Simba ni wao wenyewe msimu huu. Wana kikosi kipana sana. Nje ukiangalia wachezaji walioko ni wengi mno wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo ni wao wenyewe kuamua msimu huu wachukue ubingwa au wasichukue. Endelea kusubscribe Salama Kengele. Kesho mapema sana nitakuletea kikosi, lakini pia nitakufanyia uchambuzi kuelekea mechi yenyewe, na mara baada ya hapo, kila baada ya half time nitakuwa nakujuza kinachoendelea. Kaa hapo kwenye YouTube channel kwa sababu nimeamua kukupa kazi, na kazi lazima iwe kazi. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.